Kiteto hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti na mgombea wetu, kwanza nakuletea salamu nyingi sana kutoka kwa wananchi wa Kiteto, na kwa miaka uongozi wako miradi zaidi ya bilioni 160 imefanyika Kiteto ndani ya uongozi wako. Katika hizo, ndugu mgombea wetu, bilioni 21 zimekwenda kwenye maji, na sisi tulikuwa tunazungumza wastani wa 37% ya maji vijijini, lakini ndani ya uongozi wako ndugu mgombea wetu tunazungumza habari ya 68 mpaka 75 sasa. Ndugu mgombea wetu, shule za msingi bajeti ya bilioni 15 imejenga madarasa 378 na matundu ya vyoo 460 na nyumba 25 za walimu. Ndugu mgombea wetu na ndugu mwenyekiti wetu, katika sekondari bilioni 17 imejenga madarasa 108, imejenga matundu ya vyoo 175, na katika hilo sekondari 5 mpya. Ndugu mgombea wetu, sisi tulikuwa na kata 6 hazina sekondari. Ndani ya miaka 4 ya uongozi wako ndugu mgombea wetu, tumejenga sekondari 5 mpya, tumebakiza 1 tu sasa. Lakini ndugu mgombea, ukubwa wa Kiteto mtandao wa barabara ni kilomita 1291. Pesa zilizokwenda kwenye TARURA na TANROADS ni bilioni 14. Tumejenga madaraja 23 na taa 80 za barabarani kwenye mji wetu wa Kibaya. Lakini ndugu mgombea, miradi ya afya ni bilioni 6.9. Tumejenga zahanati 8, tumejenga vituo vya afya 3, tumejenga hospitali ya wilaya na tumeboresha sana, lakini vifaa tiba vimekwenda kwenye zahanati 18. Ndugu mgombea wetu, pesa zinazotokana na mikopo 10% kwa ajili ya wakina mama na vijana na watu wenye ulemavu, vikundi 215 zimenufaika katika kipindi chako cha uongozi, lakini ni zaidi ya milioni 790 imetumika kwa ajili ya mikopo na imewagusa Watanzania wengi wa Kiteto. Ndugu mgombea wetu, jiografia ya Kiteto tulikuwa na changamoto kubwa, hatukuwa tunapata mitandao ya simu, lakini ndani ya miaka 4 ya uongozi wako shilingi bilioni 4 na kubwa kuliko yote. Ndugu mgombea, wananchi wa Kiteto walikuwa hawapati Radio Tanzania tangu uhuru. Kati ya minara ambayo imejengwa katika kipindi chako ni mnara wa Radio Tanzania. Kwa hiyo wananchi wa Kiteto wataanza kufuatilia miradi yao kupitia redio ya taifa sasa ndani ya kipindi chako cha uongozi. Lakini ndugu mgombea wetu, pesa zilizokwenda kwenye kilimo na mifugo ni bilioni 1 na milioni 600. Tumejenga majosho karibu 15, lakini chanjo za mifugo, lakini tumejenga magala ya kilimo. Wana Kiteto walikuwa wanapoteza 40% ya mazao yao kwa sababu ya kukosa sehemu salama ya kuhifadhia mazao. Lakini ndani ya kipindi chako hichi ndugu mgombea wetu, tumejenga vile mabwawa. Lakini kutokana na jiografia ya Kiteto ndugu mgombea wetu, nimetumwa na wana Kiteto ni kuombe sana, kwa sababu Kiteto ni kame. Tunaomba mabwawa ya kutosha kwa ajili ya wakulima na wafugaji. Ndugu mgombea wetu, tunaomba barabara za lami. Amezungumza mheshimiwa mgombea kutoka Simanjiro. Hii barabara kutoka Kongwa Kiteto Simanjiro mpaka Arusha kilomita 400 zaidi na karibu 450 hivi. Barabara ya lami ya vijijini ni barabara inayounganisha mikoa ya Dodoma, Arusha na Manyara. Ni barabara ya wakulima na wafugaji, ni barabara inayogusa vijiji vingi sana Tanzania. Na ndugu mgombea wetu, kwa sababu umeweka historia kuwa rais wa kwanza aliyeweka pesa nyingi kwenye kilimo, hii barabara hii itaongeza tija kwenye kilimo na wananchi wa kawaida. Ndugu mgombea wetu, barabara kutoka Tanga kupita Kiteto kwenda Singida karibu kilomita 460 ni barabara nyingine muhimu sana inayounganisha mikoa ya Tanga, Tabora, Manyara, Dodoma na Singida.
Hii barabara nyingine ni muhimu sana, na uwekezaji uliowekwa wa bandari ya Tanga na bomba la mafuta ambayo linapita karibu kilomita 117 kwenye jimbo la Kiteto. Hiyo barabara itakuwa ni muhimu sana, itaongeza tija kubwa sana. Mheshimiwa mgombea wetu, kutokana na hali ya Kiteto kuwa na maji ya chumvi, tungeomba sana tupate mradi wa Simanjiro aliosifia mgombea kutoka Simanjiro. Kama ingeweza kuvutwa kwenda Kiteto, tutapata maji safi salama na itanufaisha wana Kiteto wote. Lakini ndugu mgombea, hapa katikati sisi tumekuwa na kukatika kwa umeme, na tumeambiwa na wataalamu wa TANESCO na Wizara ya Nishati kwamba ikijengwa substation kwa jirani zetu Chemba na Kilindi, Kiteto itapata uhakika wa umeme, kwa sababu sisi laini yetu inatoka Dodoma na umeme ulikuwa ukikatika, miji yote ya Kiteto inakatika umeme. Kwa hiyo Mheshimiwa mgombea, ukitupatia hizo na kwenye mawasiliano, pamoja na kwamba minara mingi tumejenga, lakini bado kuna maeneo fulani bado haina mitandao. Ndugu mgombea wetu, tukipata minara 10 tu tutakuwa tumemalizana na jambo hilo la minara katika jimbo la Kiteto. Baada ya haya, wananchi wa Kiteto ndio wamejiandikisha kwa wingi sana kupiga kura katika mkoa huu wa Manyara. Wamejiandikisha wananchi 15,262 na niseme tutaongoza mkoa huu kwa kukupa kura nyingi sana, kwa sababu miradi ya maendeleo umefanya mengi Kiteto, na nadiriki kusema pamoja na mambo mengi yaliyofanywa na rais waliotangulia, lakini umeweka historia kwa rais uliyepeleka maendeleo vijijini. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Naombeni kura nyingi kwa Dr. Samia, nyosheni mikono. Naombeni kura kwa mbunge na madiwani wetu wa Chama cha Mapinduzi, kia ushindi mnono sana, na sisi Kiteto tutaongoza. Asante na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Naomba nimwalike ndugu Zakaria Isai, mbunge wa Mbulu mjini. Karibu. Moja na amani, ilani CCM, kote nchini, ilani ya CCM.